Wakati mwingine tena mwanamichezo, tumekutana kwa ajili ya kuzungumza michezo. Jina langu ni Teddy Tino, hii ni Mpenja TV, na leo hii nimepata bahati ya kukutana na mchambuzi wa soka kutokea hapa Azam TV. Huyu ni James Samuel. Nataka tuzungumzie ubora wa Young Africans. Karibu sana katika mahojiano haya. Kwema? Kwema. Uko vizuri? Ya, namshukuru Mungu, alhamdulillah. Ni muda mrefu sana. Yes. Naona hata wewe umebadili mazingira. Ndio. Yes. Mara ya mwisho unanifanyia mahojiano au kuwa hapa kwenye hii blandi uliokuwa sasa hivi. Lakini sasa hizi uko sehemu nyingine pia. Nyakati zinaenda, kuna kukua, kuna kupungua, lakini mimi naamini kila siku tunazidi kupiga hatua. Tunamshukuru Mungu. Sawa. Yes. Bwana James, leo nataka tuitazame. Inawezekana ikawa ni msemo wa jumla kwamba umeuchukua kwa hivyo kwa sababu au mazoea ambayo wamewahi kuyaseti yakawa yanatengeneza tabia ya watu kuona kwamba hawa ndio wana deserve kupata hiki. Lakini kwangu mimi inawezekana ikawa tofauti kidogo. Labda hiyo michezo miwili kuna ubora ambao upo pia kwa wapinzani ulikuwa unafanyika, lakini ukirudi nyuma Yanga walifungwa na Azam kwenye michezo ambayo walikuwa bora sana na watu wakawa wanawasema sana, lakini Azam alifanikiwa kufunga. Kwenye hiyo michezo ambayo Yanga alikuwa bora sana, Azam alishafanikiwa kuwafunga na yani kupata goli dhidi yake. Kwa hiyo inapotokea kuna vitu viwili unaweza kaangalia, kupanda kwa stages za hawa wengine, lakini approach labda kama ziligoma tu kuwafungua waliokuwa nao, lakini kidhani kama mpaka wanaingia mle mwenye assurance ya kutakiwa kushinda peke yake akawa ni Yanga. Hata hizi timu nyingine pia zinatakiwa kwenda kwa Yanga, kwa sababu tukitaka tuanze kuthibitisha kwamba hawa labda wamechoka wanatakiwa kufanya hivi, basi hata matokeo bora au chanya yangepatikana hata kwa wapinzani ambao walikuwa wanakutana nao. Kama kweli unamkuta mtu kwamba huyu ni ananionea siku zote, leo nimemkuta vibaya, basi mfunge ili tuamini kwamba kweli huyu mtu kwa sasa hivi si kama ambavyo ilikuwa tunasema au tofauti. Kwangu mimi naweza nikawa na namna tofauti ya kuangalia. Ni ubora lazima tukili. Wamecheza na Simba, tukianzia hapo. Simba ambayo ilikuwa ina mabadiliko makubwa, Simba ambayo ilishaleta baadhi ya wachezaji ambao walikuja wakaonesha kitu tofauti kwenye mchezo. Namna ambavyo wali approach zile mechi. Kocha ambaye alikuwepo ni experience coaching. Yanga wana kocha mwingine, wana wachezaji wengine kwenye kuzi approach hizo mechi pia, labda wakashindwa kufungua milango migumu ya timu pinzani waliokutana nayo, lakini hata timu pinzani ikashindwa kufungua milango migumu ambayo walikuwa nayo. Kwa hiyo Yanga tuseme labda walishuka kwenye ushambuliaji, lakini walifanikiwa kwenye defense kwa sababu defense haikuruhusu mabao. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakiona, lakini overall performance unaona yani kwamba labda ni vile kwamba kwa sababu huyu tumezoea atakuwa anafanya hivi, lakini hata humo kwenye mchezo wenyewe kulikuwa na details ambazo zinaonesha some points anakuwa bora, some points anaacha kuwa bora. Kwa hiyo mimi naweza nikachukua kwamba kuna kupanda kwa viwango kwa wapinzani ambao labda walikuwa wananyanyaswa na Young Africans. Lakini ukitazama kwa mfano tukianzia kwenye safu ya ushambuliaji misimu minne iliyopita, namna ambavyo walikuwa na wachezaji ambao wanaweza wakaamua mechi, na wachezaji waliopo sasa hivi asilimia kubwa ni wale, lakini pia kuna wageni. Huoni pia kuna namna viwango vyao vimeshuka na misimu iliyopita? Kuconclude kwamba viwango vimeshuka, unaweza unaangalia ni kwa engo kubwa kiasi gani. Wamecheza mechi 14, wanaongoza ligi kwa tofauti ya alama ngapi? Siwezi kuwakosea heshima wachezaji. Unajua tuna generalize kitu ambacho ni pati ya wakati kwenye ligi kuna mechi 30, lakini tukitaka tuchukue mechi mbili ndio tu generalize kwamba hawa viwango vimeshuka au walisajili vibaya, while hatuoni kama mwisho wake utakuwaje. Sasa hivi ukiwafuata ukienda kuwauliza, hata kocha unaenda kumuuliza sasa hizi atakwambia yes, natakiwa nifanyeje kama timu imeruhusu mabao mawili tu kwenye mechi 14 na imefunga mabao 31. Kwa hiyo tutachukua view ya mechi mbili to justify mechi 14 ambazo tayari wameshacheza. Kwa hiyo hapo ugumu ndipo unapokuwepo.
Though unaweza ukaanza kusema kwamba kwa ubora ambao sisi labda tunao Young Africans, kwa watu ambao umewasajili tulitakiwa tufanye zaidi ya hapa, lakini kwenye mchezo uende kucheza ukiwa na assurance ya matokeo moja kwa moja. Kwa ndo kama hivyo nilivyosema kwamba kama huyu ulikuwa unamnyanyasa, alivyorudi nyuma akaenda akaangalia wapi alikuwa anakosea akaenda kuboresha, anapokuja kwenye mchezo approach ziko hivyo. So hata wewe utapotoka, inamaanisha kwenye nyakati nyingine ambayo utakoenda kucheza naye hautakuja na ile overconfidence ambayo ulikuwa nayo kwamba huyu mimi siku zote huwa namfunga tu. Kumbe kuna namna ambavyo yeye mwenyewe pia ameenda kuboresha kikosi chake na imemsaidia anapokuja kucheza dhidi yako. Umezungumza unasema pia wapinzani wameongeza ubora wao. Huoni pia hii ni red flag kwa na wenyewe pia wanapaswa pia kuongeza pale walipokuwa wameshia? Yes, wanatakiwa kila siku kwa sababu mechi zinachezwa kila siku na watu wanashindana kila siku. Kwa hiyo hauwezi kubaki pale pale ulipokuwa umekaa kwa sababu malengo kama unataka kuyatimiza inamaanisha lazima uwe unajaribu kwenda kubadilisha na kujaribu kuingiza. Unajua kuna kitu kimoja, ulimwengu mzima kuna sajili huwa zinafanikiwa na kuna sajili ambazo zinafeli. Kuna malengo, kuna target ambazo zinafikiwa ndani ya muda mfupi na kuna target ambazo zinafikiwa ndani ya muda mrefu. Mimi kwenye football naamini zaidi kwenye namna ambavyo muda mtu anavyopewa na malengo ambayo amepewa kuyafanikisha. Alafu hapa tunapozungumza ni kwamba Young Africans kuwa late kwamba labda wameshuka, wamekuwa bora, table ingekuwa inasimama hapa alafu inatuonesha wako chini, hapo kweli mimi ningesema kwamba wameshuka. Kwa sababu umeshuka dhidi ya nani? Hapa ukija na mfano wa kwamba walicheza makundi msimu uliopita, wameishia makundi msimu huu kwenye CAF Champions League, inamaanisha walifikia kule kule walikokuwa nao, lakini tulimsikia rais wao alisema kwamba target ilikuwa ni kucheza makundi. Lakini kama waliwahi kufika robo finali misimu miwili nyuma na hawajawahi kufikia, inamaanisha kule ndio wamestack, hawajaenda. Lakini huku kwenye ligi ambapo week in week out tunaona wakiperform na wanaendelea kuwepo, kwa sababu CRDB wako kwenye hatua ya 16 nadhani sasa hizi kwenye ligi kuu, wao wanaongoza ligi kwenye michezo ambayo hata wote wakimaliza michezo yao wakitai wakiwa na michezo sawa. Sasa hivi JKT yuko chini yake na JKT ana michezo mitatu mbele, lakini let's say tumtoe JKT tuwatumie hawa ambao ni race contender wenzake ambao wanafuata ubingwa, na Azam nadhani wanafanana michezo, lakini Azam mpito alama ngapi? 8, si ndio? Na Simba tofauti ni michezo miwili, lakini alama ni ngapi? Wewe unapigia hesabu ya general baada ya kwamba hii michezo miwili kwamba wewe una uhakika Simba ameshinda, si ndio? Ndio maana unasema hizo alama za jumla, si ndio? Au tuende kwenye hii table tuitazame kwa kilichokuwepo, kwa sababu Simba yuko 4 ana pointi 27, si ndio? Amecheza mechi 12. Yanga anaongoza na mechi 30 na ana pointi 36, ana alama mechi 14. Tofauti ya mechi mbili, inamaanisha wewe unasema Simba akishinda michezo yake yote, hizo ndio hesabu za vidole sasa, atakuwa na pointi 33. Wakati huo ametai mechi na Yanga anakuwa na mzidi alama ngapi? Alama 3 kama ukipiga hizo hesabu. Kwa hivyo, lakini hawa wote unacheza nao ligi, hauwezi kuhisi kwamba wataamka vipi. Inawezekana Yanga akapoteza, Simba akapoteza, kama ambavyo imetokea tayari, kwa sababu Yanga akapoteza point kwa michezo mitatu. Kuna adui mwingine umdhani Mbeya City kwa rate aliyokuwepo, Yanga aliangusha alama 2, kaangusha alama dhidi ya Azam, kaangusha alama dhidi ya Simba. Wakati unaanza ligi kwa mwalimu yoyote, sidhani kama kuna mwalimu waga anaenda kusema kwamba anaenda kushinda mechi zote 30. Kwa hiyo kuna mechi unazilate kwamba hapa naweza nikapoteza, hapa naweza nikapoteza pointi 2, hapa natakiwa nishinde alama zote 3. Kwa hiyo hivi kocha au viongozi wa Yanga wakati wanasema kwamba hapa tunaweza tukapoteza, kwenye kichwa chako unafikiria wanaweza wakawa wameiweka timu gani na timu gani? Tunaweza tukapoteza alama 3, kwenye kichwa chako unafikiria wanaweza wakaweka timu gani na timu gani? Obvious itakuwa Simba au Azam kwa quality. Inaweza ikatokea wakapoteza mbele ya timu nyingine kama ambavyo ilitokea kwa Tabora.
ila inakuwa ni kwa asilimia chache, yani kwenye zile asilimia 100 unaacha asilimia let's say 10 kwamba soka limekuwa alitabiriki, mchezo sio tabirika, lakini kwa maandalizi, quality, facility unaona kabisa huyu ana uwezo wa kwenda kushinda. Lakini ndani ya dakika 90 namna ambavyo huyu mpinzani wako amejiandaa ndio unaacha zile asilimia zingine za kuweza kwenda kupoteza. Kwa hiyo pale pa 50 kwa 50 au 45 au 60 kwa 40 kivyo vyote vile utaenda kwa Azam na Simba, lakini tayari wamecheza hizo mechi. Azam na Simba wamegawana na Yanga pointi moja, inamaanisha kuna pointi moja imeondoka. Kwa hiyo timu zote zimepoteza alama 2. Kwenye kutik vile viboksi, timu ambazo unatakiwa upoteze point, utarudi tu kusema kwamba hawa tulishatoshana nguvu, hakuna ambaye amepata advantage dhidi yangu, si ndio maana yake? Yeah. Baada ya jana pia tumeona pia Pacome ameanza na kuzungumzwa. Watu wanadai kwamba ameshuka kiwango. Ili kusema Pacome ameshuka viwango, tunamtazamaje ama tunampima kwa vigezo gani ili basi tuone kweli Pacome amedrop, so Pacome yule si ametoka kwenye majeruhi? Ndio ameanza kupewa game jana. Kwa hiyo hakuwa na timu, nadhani mechi yake ya mwisho ilikuwa ni mechi dhidi ya ilikuwa ni JS Kabylie, mechi ya mwisho ya makundi ya CAF. Takriban wiki 3 zimepita, hajacheza mechi ya ushindani yoyote, ametoka kwenye majeruhi. Kumpima kwamba inatakiwa uwe mtabiri sana, yani kwamba huyu alitakiwa kuja jana afu aanze kuonesha hayo makeke, alafu then ameshuka vipi? Mechi ile ya kimaamuzi, tukio lilomfanya awe nje kwa muda mrefu lilikuwa ni tukio ambalo aliriski 50 kwa 50 yeye na goalkeeper, akasababisha penalty kama unakumbuka, ambayo alifunga Depp. Kwa huyu ameshukaje kama kwenye key moment huwa anahusika? Unajua kufunga, kuassist ni jambo ambalo lipo. Kama timu inaweza ikakupa magoli pande nyingi tofauti, wewe cheche zako, uwezo wako wa kucontribute au kuathiri mchezo, sio lazima kwenye hivyo matendo tu. Yani kuna sura pana ya soka, though watu wanaweza kusema kwamba lazima sawa, kama anaweza kuathiri mchezo, akili yake na uwezo wake ukasababisha wengine wafunge, ni moja kama mimi binafsi kwa uelewa wangu, ukiniambia ameshuka, sidhani kama hilo jambo naweza nikalichukua kwa hivyo. Lakini iangalie timu kwa ujumla, ina mabadiliko ya watu wangapi, kocha amekuja, ndio hivyo anaendelea kuadapt na kuingiza mifumo na namna yake. Timu, wachezaji ambao walikuwepo wametoka, wamekuja wachezaji wengine. Kama wameshuka kweli, lakini mbona huku bado atamu za ligi wanaendelea kuzikamata? Kwa hiyo hapa, ili tuseme kwamba wameshuka, inatakiwa tuwaone kwenye ile tebo wako chini kwa nafasi kubwa ambayo walikuwa nayo. Kuna timu ambazo zilifanya vizuri season iliyopita, sasa hivi ukiziangalia kwenye tebo ziko mbali au ziko chini. Kwa hiyo kwa michezo ambayo umefanana, unaweza kusema hapa labda kuna fomu hivi, kuna hivi, lakini kama wako pale juu ni ule kwamba tunatakiwa tu tuzungumze ili maisha yaende, ndio tunaweza tukazungumza hivyo. Mimi naweza nikatoa heshima kwa wapinzani wake. Kama ameshindwa kumfunga Azam, angalia ubora wa Azam. Azam walifanya nini kwenda hivi? Kama wame rise bars, angalia Simba kama wame rise bars. Ndio vitu ambavyo vya kwenda kuna nini kuliko kuwa point kwamba wameshuka, lakini tunataka hawa wao wanawafunga hawa kila siku. Iwe hivyo haiwezekani. Ubora pimwi hapo tu, na mchezo wa soka hakuna mtu ambaye anashinda tu mwanzo mwisho kwamba huyu ndo atashinda kila siku. Iko siku, yani hii sio kutoa sare tu, hata kufungwa. Na ndio maana Azam amewahi kumfunga Yanga hiyo ambayo imetajwa kuwa bora. Azam amewahi kuifunga, amewahi kuifunga ikiwa kwenye huo muda, na hivyo hata Simba pia amewahi kuifunga Yanga ikiwa bora, si pale 2-2 walifungwa. Yes, kwa hiyo kwa huo wakati hatukuona hayo, na hivyo labda kwenye mtazamo wa watu wengine, na football ni mchezo wa mawazo na fikra, lakini hizo views unapokuja nazo unazijustify kwenye engo gani? Ndio hapa tumalizie. Kama Young Africans wapinzani wameongeza viwango, mwishoni mwa msimu tunaweza tukaiona tunasema tukasummarize ligi ikawa ni ya namna gani, ama tukao tumeshuhudia ligi ya namna gani na ushindani wake? Ushindani bado ni mkubwa, na ndio maana unaona hapa bado yuko pale juu, lakini unaona kuna watu wanaomfuata, na kama kuna timu ambazo akicheza dhidi yake zinaweza zikakaza na wakapata matokeo, inamaanisha kwamba bado ubingwa wa ligi hautabiriki.
kwa sababu ndio kwanza wengine washavuka ili duru la kwanza, wameanza kucheza duru la pili, lakini wao bado hawajafika kwenye 15. Inamaanisha kuna safari ya 15 nyingine. Wastani wa kupoteza alama 6 kwenye mechi 14 au 15 tuseme. Ukipoteza alama 6 kwenye mechi 15 tena, kama hao wenzako wataboresha, wanaweza kuja kupita. Lakini kama ukienda kwa Young Africans unaweza kumfanya aangushe alama 2, alafu then wewe ukienda kucheza dhidi ya Dodoma unaangusha, au ukienda kucheza dhidi ya Prison unaangusha point, unafikiri unaweza kwenda kumfikia? Inakuwa ngumu. Lakini hapo hapo pia hata yeye inatoa alert kwamba hatakiwi kuwa comfortable. Ukishakuwa wote wasipokuwa comfortable wanapambana pale juu, bingwa yoyote anawezekana katika wale ambao wako pale juu, kwa sababu kama baada ya mechi 3, 4, 5 timu inaweza ikaangusha point na nyingine ikaweza kumaintain kushinda mechi 5 mfululizo, inamaanisha inaweza ikakava ile gap na kwenda kufikia pale juu. Mimi nikushukuru sana, nikutakie jioni njema. Asante sana. Asante sana. Bara mtazamaji wa Mpenja TV, huyo ni James Samuel akitupatia madini yake kuhusiana na Young Africans. Young Africans haijashuka kiwango, bali ni wapinzani wameongeza viwango vyake. Pacome hajashuka kiwango, na unasemaje ama unapataje ujasiri wa kusema kwamba Pacome Zouzoua ameshuka kiwango? Ni mwamba kabisa James Samuel akitupatia madini hayo. Jina langu ni Teddy Tino, endelea kufuatilia Mpenja TV.